Haleluya. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu, na imempendeza Mungu leo tutakuwa tunatafakari fupi ya neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Samuel wa kwanza, na ile sura ya 14 tutatafakari katika mstari wa 6, na hapo ndipo tutakapokuwa tunatafakari. Lakini kabla hatujaanza tafakari yetu, na tumsihi Bwana. Bwana Yesu, Mungu uliye mwaminifu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Asante kwa ajili ya pendo lako. Asante kwa sababu umetupa nafasi, umetuamsha salama katika siku nyingine tena leo. Bwana, ninakushukuru kwa sababu umetujalia neema ya kupata tafakari kupitia kwenye neno lako. Baba, ninaomba utufundishe, tuongezee maarifa, tuongezee hekima katika jina la Yesu. Neema yako Bwana iwe katikati yetu. Mkono wako wa nguvu kapate kutuvusha na kutusaidia. Neno lako na lije na nguvu na ujasiri. Asante kwa sababu Bwana utanibarikia mtumishi wako ninapolinena, nikalinene sawasawa na utukufu wako. Likainue mioyo ya watu wako, likawape tena nguvu na kuonyesha nuru mpya. Katika jina la Yesu ninambariki msikilizaji wangu huyu, atakapokuwa akisikiliza. Bwana akapokee nguvu kutoka kwako, kwa sababu neno lako limebeba nguvu, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Utakuwa ukitafakari nami mtumishi wa Mungu mwinjilisti Japhet Katana. Tutakuwa tukitafakari wote mstari huu. Na katika huu mstari tumeona ya kwamba ukisoma kidogo kuanzia hapo juu, unaona habari za Jonathan, ambaye huyu Jonathan alikuwa wamezingirwa. Kwanza wamezingirwa na maadui. Kwa pamoja na kuwa wamezingirwa na maadui, walikuwa katika hali mbaya ambayo walikuwa kama taifa wanaogopa hata kwenda katika vita. Lakini Jonathan na mbeba silaha zake, huyu alikuwa ni mwana wa mfalme, yani prince. Kwa huyu kijana alikuwa amepata ujasiri kwa kuwaendea, anataka kuwaendea hao Wafilisti ambao walikuwa ni jeshi kubwa limewazingira. Akamwambia mbeba silaha wake, yani kijana aliyekuwa anamsaidia kuzibeba silaha, akamwambia sasa twende tuwapandie Wafilisti. Lakini nimependa kilichokuwa kinamsukuma moyoni mwake, kwa sababu anapata huo ujasiri. Kijana mmoja analiendea jeshi. Ujasiri huo unatoka wapi? Soma pamoja nami katika mstari wa 6, kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 14 na huo mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, basi Jonathan akamwambia yule kijana aliyembebea silaha zake, haya, na twende tuvuke ngomeni mwa hao wasiotairiwa. Yamkini Bwana atatutendea kazi. Kwa maana sikiliza hapo, kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, kama ni kwa wengi au ni kwa wachache. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimependa sana huu mtazamo wa Jonathan. Anasema hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, iwe ni either kwa wengi au kwa wachache. Sasa hapa anaenda yeye na kijana kuliendea jeshi, kuvamia katika jeshi la watu wengi. Lakini yeye moyoni mwake anachojua ni kuwa hakuna la kumzuia Bwana kuokoa. Hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, iwe ni kwa wengi au kwa wachache. Kwa ndo maana nimeona tutafakari pamoja katika kipande hiki, kwa sababu ninajua ya kwamba watu wengi wanatamani company, wanatamani watu wengi, wanatamani kuwa hili jambo peke yangu sitaweza, ninahitaji watu na tukoe watu wengi ndio tukalifanye. Lakini jambo moja nikwambie, Bwana hatafuti kundi. Bwana anatafuta mtu mmoja aliye na utayari. Unapokuwa na utayari wewe kuinuka na kusimama, kama kundi litakuja litakukuta mbele, na Mungu anatumia watu wa namna hiyo. Na unaona ukiendelea kusoma, kweli walipokea uokovu kwa maadui zao, lakini hakuna la kumzuia Bwana kuokoa. Hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, iwe ni kwa wengi ama kwa wachache. Iwe ni kwa wengi au ni kwa wachache, iwe ni kwa wewe peke yako, ukisimama
Bwana atathibitisha wokovu wake. Ukisimama wewe, Bwana ataonyesha ukuu wake. Hivyo ninakusihi rafiki yangu unayenisikiliza, usijidharau. Usijione kama hufai. Usijione kama unahitaji watu wengi. No, unahitajika kusimama. Kuna msemo unasema where committees cannot do, commitment can do. Kuwa mtumishi wa Mungu alisema hivyo, kuwa pale ambapo mikutano au wengi wanaweza kukusanyika wasifanye jambo kukamilisha, lakini ile shauku binafsi, ile mtu kuamua kufanya, inaweza ikatenda. Kwa pale hata ambapo mikutano haifanyi, mtu binafsi anayejitoa, amejicommit, anaweza akafanya. Hivyo ninatamani huu fahamu uhamie kwako, lakini zaidi sana ninatamani ujue kuwa sisi kama wana wa Mungu tumepewa hii mamlaka au mandate ambayo anasema mtu mmoja wa kwenu atafukuza 1000. Kuwa sisi mtu mmoja anaweza katika ulimwengu wa roho, lakini Bwana anakupa nguvu za kuweza kusimama. You can withstand 1,000 men. Unaweza ukawakimbiza mtu mmoja, ukakimbiza watu 1000 kwa pamoja na Bwana. Lakini ukiwa pamoja na Bwana unaweza ukakuta mtu mmoja, unasema mtu mmoja anaweza, nasema nani asimame mahali palipobomoka? Mtu mmoja unaweza ukasimama ukatengeneza palipobomoka kwa taifa zima. Watu wote wakapona, watu wote wakageuza. Kama vile mtu mmoja anachaguliwa anakuwa rais, anaweza akasimama, kauli yake ikaleta ikabadilisha hatima ya nchi nzima. Hivyo hivyo katika ulimwengu wa roho, ukijua mamlaka yako, unaweza ukasimama na ukafanya kitu ambacho kikabadilisha hatima nzima ya taifa, hatima nzima hata ya dunia yetu hii yote tunayoikaa leo hii. Kwa hivyo rafiki yangu, ninatamani kwa uwe na mtazamo kama wa Jonathan. Huyu kijana wa Sauli alikuwa na mtazamo bora sana katika kuyaendea mambo. Analiendea jambo hili akisema wazi kabisa, hakuna la kumzuia Bwana kuokoa. Hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, iwe ni kwa wingi au kwa wachache, kwa sababu anayeokoa kwanza ni Bwana, sio wewe. Kwa hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, iwe ni kwa wingi au kwa uchache. Kwa usiogope kuhusu wingi au uchache, lakini ni hakuna la kumzuia Bwana kuokoa. Tafakari hii ikutafakarishe, lakini pia ikupe hatua unapokuwa unaianza siku yako na unapokuwa ukiendelea kutafakari. Bwana Mungu akubarikie, Bwana Mungu akulinde na kukutunza. Mimi mtumishi wa Mungu nimekuombea, na ninayo shauku kubwa ya kutaka kuona Bwana akikupa kupiga hatua na akikujalia kuvuka katika hili ambalo tumekuwa tukitafakari hapa pamoja. Na ninatamani ugeuke na uwe na mtazamo kama wa kijana Jonathan, wa kuwa hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, iwe ni kwa wingi au kwa uchache. Ni kwa sababu ni Bwana anayeokoa, tutaokolewa. Kwa sababu ni Bwana anayeokoa, nitaokolewa. Kwa sababu ni Bwana anayeponya, nitapona. Yani hivyo, ukiwa na mtazamo wa hivyo, hakuna jambo litakuzuia, na hakuna linaloshindikana, hakuna lisilowezekana kwake yule aaminie. Kwa ukiboresha mtazamo wako, utakuwa tayari umeboresha namna ya kupokea. As you know, imagination is the mother of manifestation. Ile unayotafakari, vile unavyojiona, hiyo ndiyo inazalisha matokeo sawasawa na hiyo tafakari yako. Katika hii tafakari yetu tumejifunza mambo mengi, na utakapokuwa ukiendelea kusoma, ninakusisitiza tutakuwa tunaendelea kuwa na tafakari kadhaa ambazo tutakuwa tukizitafakari kwa namna ya sauti. Ninakusihi sana, endelea kufuatilia. Tutaendelea kuziweka katika channel zetu mbalimbali. Mfano YouTube tutaweka pale katika channel yetu pendwa, Gospel Stewards TV. Kama hujasubscribe hapo, pita subscribe, na kuna masomo mengine kama 300 na zaidi
yako hapo. Pita, tafakari, jifunze na ya kujenge zaidi katika roho yako. Ninakutakia tafakari njema na ninakutakia baraka za Bwana. Siku yako iwe nzuri, na hakika hakuna la kumzuia Bwana kuokoa, iwe kwa wingi ama kwa uchache.